Ujambo mpendwa mtazamaji wa TKTV Baraka. Huu ni wakati wako wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kutoka studio zetu. Mimi ni Dinamike Malembe, siko peke yangu, niko na mwenzangu Juma J Masuku na ufundi mitambo umeshikiliwa naye John. Mtazamaji, na kukaribisha tena kwa mara nyingine kufuata taarifa ya habari kamili. Tukianza na habari hizi za hapa mjini Baraka ambako zaidi ya nyumba 840 zimeripotiwa kwenda na maji baada ya maji yanaendelea kupanda kwa kasi mjini Baraka, tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC. Ripoti zaidi na mwenzangu Juma J Masuku. Soko Mwemezi ni soko kubwa na ya kwanza tarafani Fizi, ikifuatiwa na soko Katanga kisha soko Sebele. Ikiwa ni soko mama na shamba la wakaji wengi wa mkoa ya Kivu ya Kusini, Kaskazini, Maniema na Kalemi. Kwa sasa soko hiyo imeharibika kwa kiasi kikubwa na maji ya ziwa Tanganyika. Ikiwa na urefu wa mita 350 na upana wa mita 200, soko hiyo kwa sasa imebaki ndogo sana na mita 70 peke yake. Ofisi 5 kubomoka, store 6 kuharibika kabisa, boti kukosa fasi za kuegesha, zaidi ya nyumba 20 za restaurant kubomoka, wachuuzi mbalimbali kukosa nafasi ya kuterekea biashara vyao. Hayo ni majanga ambayo yamekumba soko hiyo ya Mwemezi, kama wanavyolalamika baadhi ya wafanyabiashara mbele ya kamera ya mwenzangu John. Asante sana. Tumekuja kuwatembelea kuonyesha namna gani soko Mwemezi imekuwa ndogo kwa matatizo ya maji kuingia sana. Hivi ni changamoto gani ambazo mnazipata nyinyi kama wamama wa mboga? Tunashukuru sana kwa kuja kutuoji kwa ajili sisi tunaona kwanza ni maajabu. Kuona leta gisi na kuja yenyewe kuja unatoza mahela zao za mataksi. Na watu wanakosa fasi wa mama fasi ya kuterekea. Hatuna fasi, watu wanahangaika sana na maji gisi watu wanaingia msoko. Hatujui kama tunaweza tukalipa taksi modele gani na kipindi sisi tunahangaika nafasi ya kuterekea. Itakuwa watu wangali wanaanza anafika na basi ikae chini, anakosa kwa hata terekea taksi inatokea. Na tukua tunajiuliza kama sisi tufate komite ya soko. Lakini tulikuja kuona ile komite ya soko itupatia nafasi yenye sisi tutakuwa tunaterekea. Labda turudilie hapo kwa ajili ya kulipa taksi. Sasa mkikataa nyinyi kulipa taksi, watawakaribatia aje hii soko? Kwa sababu taksi ambazo nyinyi mtalipa ndo zitawasaidia kukarabati soko. Sasa nyinyi mnagoma kulipa taksi. Haoni kama ni kinyume na sheria? Hii sio kinyume na sheria. Kwa ajili sisi tulikutaniwa kwanza tuko tunalipa taksi kama kawaida kwa vile kisi watu walikuwa naenea soko vizuri. Hivi sasa sisi tunakosa nafasi. Hawatupatie fasi au kututengenezea gisi vyenye sisi tutaikaa masoko. Tutakuwa tunalipa taksi kwa ajili ya nini? Hatuwezi lipa taksi. Juu na sisi tunaona uzuni kwenye tutatelekea ni wapi. Na ile leta ndio yenye sisi tunategemea yenye naweza tufanyia nguvu sisi tupate nafasi ya kuterekea. Je, mshawahi kufikisha malalamiko yenu kwa serikali? Nyinyi wenyewe mkaenda kwa serikali, aidha kwa viongozi wa serikali kuhusiana na matatizo ambayo mnapitia kwa sasa? Hata serikali inaijua, hata sisi kama hatukwenda kule serikali yenyewe inafahamia kwa ajili yani. Hata barabara yenyewe tunapita hemo serikali iko napita hemo, lakini haifai kitu hata hichi. Hata kimoja. Sasa msoko ndoko wetu tutaenda tunajibeba kijuju tupatie fasi ya soko. Hapana, na wenyewe wako naona gisi soko iko, wako nakuja kulipisha. Wale wenye kulipisha si waona hali ya soko? Na mawazo yenu yalikuwa aje kuhusiana na kukarabati barabara? Saa zingine mngefanya hata saa longo mjisaidie nafasi zingine. Eske raia anaweza katengeneza barabara? Wenyewe wanasema kama deputy weza kutengeneza barabara. Je, raia anaweza akatengeneza barabara? Anaweza akaweza? Hata hiyo salongo itakuwa ni maveni. Hapa panabomoka hivi tufanye hivi. Lakini barabara ataitengeneza. Wewe utoke hapa uende Uvira utaenda fika huko mtu. Tunaangamia. Ndio kama vile tuko mwisoko. Tunaangamia. Ni changamoto gani ambazo mnapata sasa? Maana tunaona wachuuzi wengi wa soko ya Mwemezi wanaanza
kuchuuzia barabarani, wanaenda wanapanda na barabara ya soko, hawachuuzi tena kikawaida kama ilivyokuwa zamani. Ni changamoto gani ambazo wachuuzi wanapata na wenye viwanja vyao kule ambapo wanaenda kuterekea? Ni ajili kama wanawake wako wanaenda wanatembeza hivyo, utakuta wengine wako na masinia ndani ya mikono, wanaenda wanatembeza soko mzima. Ajili ya nini? Anakosa nafasi ya kuikalia. Tizama wenye maroe wako pale hivyo, wanakosa kwenye wataikaa ni wapi? Tizama kwenye watu walikuwa watereka tomate, restaurant zinakuwa pale, wako ndani ya maji. Tufanye nini? Tutafanya nini bila leta mwenyewe kutuamulia venye tutafanya? Neno lako la mwisho kwa wafanyabiashara wenzako na kwa serikali yetu? Neno langu la mwisho nasema kama serikali ifanye nguvu kwa kututengenezea soko na kutafuta kwenye tutaikaa ajili ya soko. Tunahangaika tujue che tutalisha watoto. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, na mimi nashukuru kwa kisi mnanifikia. Kawaida jina langu ni Asha Singiteri. Asante sana mama. Nakukuta msoko ya Mwemezi. Unafanya biashara gani? Mimi nachuruzaka avoka, orange, citron. Ndio bichuruzi yangu, bitika. Asante sana. Sisi watangazaji tunapata nafasi ya kufanya assistance na tunakuta soko Mwemezi inaharibika kwa kiasi kikubwa na mai. Hivi ni matatizo gani yenye mnapata juu ya hii mai kusogea sana hivi? Matatizo tunapata huko msoko juu ya maji kuongezeka sana. Tunakosa nafasi ya kuterekea. Nafasi ya kuterekea na changamoto zingine ambazo mnazipata? Ndio vile tuko tunahangaika, tuna nafasi ya kuterekea, tunahangaika sana huko msoko nafasi ya kuterekea baba. Je, uongozi wa soko hayajira hata kitu kimoja juu ya hii mai kusogea? Hakuna kabisa, hakuna tafasi. Hata kwanza mabiro yenyewe inabomoka. Hata bale bakuwa biro wanashindwa kisa kupangilia watu. Fasi tu kabambi na bomoka. Hatuna nafasi ya kwenda, tunahangaika sana. Je, mshafikisha malalamiko yenu kwa maire de la ville na kabajibia? Hatuyafikisha malalamiko kwa maire de la ville. Sijuka bale bakuwa bashafikisha na maire de la ville peke anaona kisi soko inaharibika. Lakini hatuyamona kia kututembelea mu msoko. Asante sana. Asante sana. Tukumbushe kuwa barabara ya taifa namba 5 endelea kuharibika siku baada ya siku. Eneo mojawapo ni maeneo ya Luanga, barabara inaelekea mjini Uvira ambako wasafiri wanapita huku maji yakiwa kiunoni, na maeneo mengine mjini Uvira yamekumbwa na janga hilo la maji. Ndugu mtazamaji, tukiendelea na taarifa hizi za habari, hali ya usalama endelea kuwa ndogo jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni baada ya mapambano yanayoendelea huko ambako takribani watu 30 wameripotiwa kuuawa na wanamgambo wa ADF NALU, kulingana na gazeti la Actualite.cd DRC. Mwenzangu Juma J Masuku na Force Democratique Ali, ADF NALU kwa kimombo, ndiyo kundi ambalo linaongoza mauaji ya kutisha mwezi huu wa 3 baada ya M23 kutekeleza mauaji mengi miezi miwili iliyopita. Usiku wa Jumamosi wa tariki 24 Mechi katika kitongoji cha Mulekera mjini Beni, watu 12 waliweza kuuawa kwa upanga na wengine kwa risasi. Huku katika kata ya Sahiyo na Matembo, watu 6 waliweza kuchinjwa katika kata hizo. Ijumaa ya tariki 22 Mechi, wanamgambo wa ADF NALU waliweza kutekeleza mauaji ya raia wawili katika kijiji cha Otobamere tarafani Irumu. Tariki 17 Mechi, mashambulizi yaliweza kutokea mjini Beni, huku watu 3 kufa ikiwa raia wawili na askari polisi mmoja. Tariki 6 Mechi, wakulima 11 wakulima 11 ikiwa wanawake 4 walikutwa wamechinjwa mashambani mwao ni ndani ya kijiji cha Vemba Kinyamusege karibu na Mavivi. Tariki 1 kufikia tariki 5 Mechi, watu 5 wameweza kuuawa ikiwa wawili katika kijiji cha Komandaluna tarafani Irumu mkoani Ituri. Wengine 3 wameuawa ndani ya kata ya Nzuma kaskazini mashariki mwa mji wa Beni. Ni kulingana na gazeti la Actualite.cd Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama yaendelea kuzorota maeneo yote ambayo yamekumbwa na mzozo huo kwa sasa. TKTV tunatoa mkono wa pole kwa familia zote zilizoguswa.
Na ni hapa ndugu mtazamaji, utakuwa tumetamatisha taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani za dhati sipati kwenda kwako wewe ambaye unaendelea kufuatilia matangazo yetu kutoka channel yetu ya TKTV mjini Baraka. Tuko mashariki mwa DRC, tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Usisahau pia kulike, kusubscribe na kucomment vipindi vyetu mbalimbali na makala mbalimbali ya channel ya TKTV. Mimi ni Dinamike Malembe. Asante.